Shule ya sekondari Kisutu kutoka manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2019. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation ukiwa na lengo la kuwapa wanafunzi fursa ya kutambua, kuthamini na kuendeleza uwezo wao ambao mara nyingi hauonekani moja kwa moja darasani. Mradi huu pia umekusudia kuwapa wanafunzi ujuzi katika eneo la ujasiriamali. Katika Uwezo Award 2019, shule hii ya Kisutu Sekondari ilifanikiwa kupata tuzo ya fedha, yani Silver Trophy, baada ya kuwa washindi wa 6 kati ya shule 100 zilizoshiriki kutoka mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Tulifanya mradi mwaka 2019 na mradi ulikuwa unaitwa Development with Me. Na huo mradi tulikuwa tumeufanya, tuliupa jina Development with Me kwa sababu tulikuwa tunataka tuone jinsi ambavyo tunaweza tukaleta maendeleo katika sehemu ambayo tulikuwa tunaishi, the society ambayo tulikuwa tunaishi. Na tulikuwa tumefanya mradi huo chini ya klabu ilikuwa inaitwa FBLA, na pia klabu yetu tukaipa jina, our group ilikuwa inaitwa Golden Girls. Katika mradi wetu tulifanya vitu vifuatavyo, ambapo kitu cha kwanza kilikuwa ni kupaka rangi shuleni. Tulipaka rangi kwenye madarasa kuonyesha ili kwamba ni darasa gani, kwa sababu shule yetu mwanzoni ilikuwa ni ya O level tu, lakini sasa tukatoka katika O level tukaenda advanced level. Kwa hiyo kukaa bado kuna yale madarasa ambayo ni form 1, form 2 na sisi tulikuwa tupo advanced. Kwa hiyo tukaamua bora tubadilishe yale majina, tukawa tumeipa majina mengine, kwa mfano room 2A, room 1A kama hivyo. Na mradi mwingine tukawa tumepaka rangi kwenye vizingiti mbalimbali vya shuleni kama ambavyo mmeweza kupita mkaona. Na pia tukanunua dustbins kwa ajili ya kutupa matakataka. Tukaweka hizo dustbins kwenye corridors, nje ya madarasa, na pia kama unataka kuelekea canteen, na pia tukaweka madustbin hayo chooni kwa ajili ya kutupa matakataka. Alafu pia kulikuwa kuna uhaba wa makopo shuleni kwetu. Kwa hiyo tukaamua bora tuchukue hiyo hela tulioipata, tukaenda tukanunua makopo. Na mradi wa mwisho tuliofanya ulikuwa ni kununua mattress ambayo ilikuwa ni covers, bed sheets zile tukawa tumeweka kule infirmary ambayo ni dispensary ndogo ya shuleni. Mradi wetu wa Development with Me tulipata fedha kupitia mbalimbali. Njia ya kwanza ambayo tulianza ni kujichangisha sisi wenyewe, kikundi chetu ambayo ni Golden Girls. Kila mmoja ilihitajika changie shilingi 1000. Na baada hapo ile ambayo tulikusanya, tulifikiria kuanza ku raise fund. Kwa njia ya kwanza tulitengeneza mkaa makaratasi ambao tuliomba shule permission kwa sababu shule yetu ni old school, tukaomba makaratasi ambao hayatumiki. Tukachukua yale makaratasi tukayatengeneza kwa kuyaweka, tukafanya process zote na mwisho siku tukapata mkaa wa makaratasi ambao tukajiuzia sisi wenyewe, na baadhi ya walimu pia walitusupport katika kununua mkaa. Njia ya pili tulitengeneza sabuni. Tulitengeneza sabuni ya maji ambao mmoja katika wanakikundi wetu alikuwa anajua namna ya kutengeneza. Kwa hiyo tufundisha, tunamsaidia katika kuwezesha kutengeneza ile sabuni, na finally tukafanikiwa kupata tuliingiza shilingi 20,000, tukafanikiwa kupata mpaka mwisho siku tulipata lita 40 za sabuni ambao tumeuzia walimu na sisi wenyewe tukachukua tukaenda kuuzia hata mitaani. Na njia ya mwisho ambayo ni ya tatu na ambayo ni kuu ambayo tupatia kiasi kikubwa cha fedha ambayo tuweza kuingiza katika miradi ambayo tuliweza kuifanya ni tuliandaa event hapa shuleni, ambayo event ilikuwa na vitu mbalimbali kama dancing, kama music, kama singing, modeling na vitu mbalimbali ambavyo viweza kuburudisha. Kupitia ile event kwamba kila mwanafunzi, na tulialika shule nyingine, kila mwanafunzi alihitajika kucontribute kiasi fulani cha hela ili aweze kuingia. Na vile vile katika event yetu tuliweza kualika watu mashuhuri au watu maarufu. Na katika event pia tuliandaa keki ambayo keki ilikuwa kama unataka kumlisha mtu utamlisha kwa kiasi fulani cha pesa. Kwa mpaka at the end of the day tulifanikiwa kupata 3,17,000 ambayo iliweza kutusaidia katika kuingiza katika miradi yetu minne ambayo tulifanya hapa shule. Je, walipata changamoto zozote? Changamoto kuu na ya kwanza kabisa ilikuwa changamoto ya muda. Ukiangalia sisi ni form 5 na tulikuwa tunaelekea form 6, kwa tayari muda unakuwa uko
unakuwa muda mdogo, walimu wanatuhitaji darasani na sisi wengine inabidi tuwe na private studies sisi wenyewe kama wanafunzi, na vile vile hapa shuleni kwetu tuna utaratibu wa kufanya mitihani na kuwa na remedial classes baada ya vipindi vya kawaida vya darasani kuisha. Kwa hiyo nakuta hata ule muda wa kukutana na kuweza kujadili namna gani tufanye miradi yetu ilikuwa ni muda mchache sana. Vile vile changamoto nyingine ilikuwa tuna face kwamba sisi tupo katika combination tofauti. Kwa hiyo unaweza kuta sisi muda tupo free, wengine hapo wana vipindi na walimu, kwa hiyo tunakuwa shida kukutana. Na vile vile hata sisi wenyewe tulikuwa tunapata changamoto kwamba tulikuwa tuna projects nyingi na kila mtu alikuwa na ideas nzuri. Sasa at the end of the day to decide ya nani ichaguliwe kwa idea the best ilikuwa ni changamoto, kwa sababu kila idea tukiangalia, tukipicture this a big idea, this a very wonderful idea ambayo tutawezesha sisi kufanyaje tutoka katika nafasi nzuri ya kushinda. But also changamoto nyingine ilikuwa ni katika hata walimu pia saa nyingine wengine ambao walikuwa hawaelewi kitu kinachoendelea hapa. Mimi form 6 nimepoteza muda suni na nini, kwa hiyo pia ilikuwa ni changamoto. Na changamoto nyingine pia ilikuwa ni kwa sababu ilikuwa ni kitu cha kwanza kufanyika hapa shuleni. Kwa mara ya kwanza shuleni kwetu ndio tulipewa ushindani. Ukiachilia shule nyingine tayari na experience, kwa walikuwa exposed, at least walikuwa na elites, walikuwa na influencers kwamba okay we did this, lakini sisi ilikuwa ni mara ya kwanza, kwa ilikuwa ni changa hapa shuleni, kwa ilikuwa inatugharimu kidogo. Kwanza tele siku ambayo tunashinda pale tulijisikia furaha sana, na uzuri ni kwamba pale hata wale ambao watu walikuwa wanaitwa kutoa zawadi, walikuwa kuna wengine ambao baadhi walikuwa wanatoa hela. Winning inaonyesha kwamba ukionyesha njia pia kuna watu watatokea kukushika mkono na kupeleka sehemu nyingine. Na vile vile winning kwamba hata tulivyorudi hapa shuleni kwetu tukaonekana jamani kikundi fulani amefanya the best, ni mara ya kwanza lakini amekuwa namba 6. Okay, people wanakurecognize kwamba okay kumbe na sisi tulifanya kitu. Jambo gani unajivunia kujifunza kwa ushiriki wao katika mradi huu? Jambo la kwanza kubwa nimejifunza ujasiriamali kupitia zile fundraisings tulizozifanya, ambao ilikuwa ni ujasiriamali wa kutengeneza sabuni na kutengeneza mkaa wa makaratasi. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nimeweza kujifunza ni umoja, ushirikiano, kwa sababu mimi mwenyewe nisingeweza kufanya mambo yote, lakini tulivyokaa pale tukafikiria, tukawa tumechanganya vichwa vyetu, tukawa tunashirikiana, nikaona kwamba kila kitu kinaweza kikatendeka tukawa tunashirikiana. Nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi kama timu, kama kikundi cha watu 20. Ndio tulikuwa tuna ups and downs, tulikuwa tuna shortcomings, saa nyingine tulikuwa tunagombana, lakini finally mwisho wa siku tuna nini? Tunakuja tunaombiana radhi na tunaendelea. Ushirikiano, kuwa na ushirikiano na wenzako, namna gani ya kuhandle mtu mwingine anaweza mimi ndio project tusipofanya tutashinda, lakini at the end una learn to accept mawazo ya mtu. Au kusema kwamba ni mawazo, no, au disapprove, lakini nakubaliana nao, lakini pia unaweza kumweleza okay idea yako ni nzuri lakini hivi na hivi na hivi. Lakini kitu kingine ambacho nimebenefit katika project hii, awali nilikuwa sijui kutengeneza sabuni, nilikuwa sijui kutengeneza mikaa makaratasi, lakini katika kikundi nikaja kujifunza kumbe kuna wenzetu ambao tayari walikuwa ni expert katika masuala kama haya. Na kitu kingine ambacho kikubwa nimejifunza ni kusacrifice, kwa sababu kuna muda tulibidi tujitolee, sisi tunajitoa kwa kile kadri ya uwezo wetu ili tuweze kufanikisha mwishoni. Nilichojifunza kwenye kushiriki Uwezo Awards, nimejifunza kutengeneza vitu tofauti. Kwa mfano mkaa makaratasi, kutengeneza sabuni na pia kufanya teamwork, yani nguvu ya teamwork. Nisingeshiriki ningekosa kutengeneza, ningekosa kujua kutengeneza sabuni, mkaa makaratasi, na pia nisingeweza kupata idea tofauti. Yani ningekuwa na idea zangu peke yangu ambapo ningekuwa nimekaa peke yangu. Tulikutana pia na mwalimu msimamizi wa klabu ya wanafunzi iliyofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi katika huu mradi. Wanafunzi umewajengea uwezo wa kujiamini, uwezo wa kuwa wabunifu, na wameweza hata kusaidia jamii ambayo imewazunguka. Mfano nikisema miradi walioifanya, kutengeneza let's say kupaka rangi. Hakuna mtu aliyewaambia kwamba pakeni rangi. Niliwaambia tu naomba mniorodheshe miradi ambayo iko ndani ya uwezo wenu ambao mnaweza mkaifanya ili muweze kuanza kuifanya. Kwa hiyo walifanya hivyo. Kwa hiyo mimi niliona imewajengea uwezo wa kujitegemea,
Alafu pia hii ya kuishia hapa tu, hawa ni wajasiriamali wa kesho na kesho kutwa, kwa sababu once mtoto anajua kutengeneza sabuni, ametoka hapa form 6, ana ajira, amekaa kusubiri kwenda chuo, maana yake hata lala njaa. Kwa hiyo kwa jamii ambayo itamzunguka kuanzia wazazi wake na familia yake, yeye anaweza kuleta kitu mezani. Kwa hiyo mimi naona kijamii, na tukianzia hata hapa shuleni imewasaidia, kwa sababu wameprovide vitu kadhaa hapa shuleni. Mfano, wametoa mashuka, female room ambayo unasema the small dispensary we have here. Mashuka yametokana wapi? Uwezo Club. Umeona hivyo vitu vinawajengea watoto waweze kuendelea na moyo huo wa kujituma hata katika community ambazo zinawazunguka na pale walipo. Mimi wanaambia daima kwamba pale mlipo ndipo pa kutengeneza mabadiliko. Usingoje wewe ukawa mkubwa ukatengeneza orphanage. No, hiki kidogo unachokifanya hapa wewe ndio orphanage yako. Na hiki kidogo ndio unachokifanya unaacha jina. Kitu kizuri zaidi, juzi nimeitwa na mkuu wa shule, naambia kwamba una club, yeye ni mgeni, kwa shule mgeni, kwamba una club ambayo inaitwa Uwezo Club. Naomba wapake rangi. Kwa hiyo wameacha jina, wameacha mark. Na nikasema kwa sababu tu ya corona ndio maana mambo hayaenda vizuri. Nilitaka warudi tena wakawaonyesha wadogo zao ambao wako form 6 na wako form 5 ili tuendelee na hii trend ya watu kujitolea, watu kujiona kwamba wana wajibu katika community zinazowazunguka. Haijalishi ni wadai kwamba hawana muda. With that time, the little time they have in school, wanaweza kufanya kitu. Kwa mawazo yangu, wame bring change, wamefanya vizuri, wenyewe wamejijenga wao binafsi, lakini hata shule pia imenufaika. Na huu ndio ukawa mradi uliowapa wanafunzi wa sekondari ya Kisutu ushindi katika Uwezo Award mwaka 2019.